Katika tafsiri mbalimbali, mwingine anaona katika dunia ni kuwa na nyumba mzuri, mke mzuri, bwana mzuri, au uwe na biashara yako mzuri sana ambayo inakupatia mapato ambayo unayatamani katika maisha yako. Wayara albadhu idha kana indaka siha tayyiba, mwingine anaona ukiwa na siha mzuri, la tashtaki aya waja'in, ushtaki maradhi yoyote, fanta fi hali saada, uko katika hali mzuri yenye kufurahisha. Lakini hakikata al-amri ya jamaa, as-saadatu fi dunya takunu fi al-a'mali as-salihah. Saada katika dunia ni pale unaposimama kutenda matendo mazuri. Fal a'malu salihah, katika maisha yako ya kidunia ndio yatakuweka katika hali ya maisha mazuri kwa mujibu wa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile al-a'malu salihah ndio zitakuweka katika hali mzuri katika maisha ya barzakh, maisha ambayo yanafahamikana kwa jina awwalu manzila min manazil al-akhirah. Materemko ya kwanza ya akhira ni maisha ya barzakh, maisha mazuri ya pale, ikiwa maana ya saada. Tunaitafsiri saada kwa maana ya uzuri na bahja na surur na furaha mbalimbali. Basi niwe na amali njema hapa duniani. Ukiwa na amali njema, basi wewe katika hali mzuri kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile katika barzakh, kama tunafahamu maisha ya barzakh, maisha ya kaburini, imma rawdatun min riyadil janna, kaburi imma ni bustani miongoni mwa bustani ya peponi, na hiyo ni furaha, uko katika hali mzuri, hali ambayo unafurahia matendo yako. Wa fil akhirah, vile vile na akhirah utakwenda kufurahikia pale Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapo kukuepusha na moto wa Jahannam na kukuingiza katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yale ya barzakh na yale ambayo yatakufurahisha kesho akhira yamesababishwa na kitu kimoja adhimu sana, nayo ni al-a'malu salihah, amali njema. Amali njema, amali mzuri ndo saada yako hapa duniani, na saada yako katika manzila ya kwanza kaburini, na saada kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.